Unapoona nyoka kwenye ndoto, jua unachodili nacho cha kwanza hapo, unadili na roho ya uongo au roho ya udanganyifu. Kitabu cha Yohana sura 8 mstari wa 44, ninyi ni baba yenu Ibilisi na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa huo. So adui shetani au nyoka sio tu kama ni mwongo, pia ni baba wa uongo na ndani yake hamna kweli ndani yake. Ona kwenye mstari wa Yohana 44 unatupatia picha mbili za nyoka au shetani. Pia tunaona kuna roho ya udanganyifu, lakini pia tunaona kuna roho ya uuaji. Anasema hamna kweli, ye alikuwa muuaji tangu mwanzo. Kwa unamuona nyoka kama alama ya shetani, ujue pia alama ya pili au nguvu ya pili aliyoibeba, amebeba roho ya mauti, the spirit of death. Na ukisoma ndiko vizuri Yohana 10:10, Yohana 10:10 anasema mwivi haji ila kwa ajili ya kuchinja, kuwa na kuharibu. Kwa unapoiona nyoka, kabla ya kutafsiri nyoka yake ujue nyoka amebeba roho zipi. Kwa sababu moja ya kanuni ya tafsiri ya ndoto ni kujua wahusika kwenye ndoto, lakini pia na tabia zao kibiblia wanaonekanaje. Itakusaidia. Lakini nitakaone kwa habari ya udanganyifu, na shetani anapoleta udanganyifu lengo lake anadili na fikra. Anakuja kuharibu fikra zako juu ya Mungu. Anakuja kusajesi Mungu unayemtumikia hawezi kusaidia. Anakuja kusajesi hapo ulipokwama hawezi ukatoka. Anakuja kuambia hapo hamna msaada mwingine. Anakuja kuambia kwa dhambi uliyoitenda hamna toba zaidi ya hapo, ni wa shetani tayari. Anakuja kusajesi kudanganya, haribu fikra zako na imani ya kwa Mungu ili akutoe kwenye njia ya utakatifu na usafi wa moyo, kulingana na Wakorintho wa 2:13. Ukisoma kitabu cha Mwanzo hicho sura 3 mstari wa 14 na 15, tunajifunza kwa habari ya roho nyingine ya shetani. Mwanzo, kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 14 na 15. Mwanzo 3:14 na 15. Biblia inasema, Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umeyafanya hayo, umelaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo lako utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Nami nitaweka wadui kati ya huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa nawe utamponda kisigino. Bwana Mungu amwambia nyoka, kwa sababu umefanya hayo, umelaniwa wewe kuliko wanyama wote. Kwa pia nyoka amebeba roho ya laana. Anasema you are cursed above all cattle. Kwa amebeba laana zaidi ya mnyama yoyote. Nyoka ni moja ya kiumbe aliyebeba laana zaidi ya viumbe wote. Kwa si tu kama nyoka amebeba roho ya uuaji, na si kwamba roho amebeba udanganyifu, lakini pia amebeba laana. Amelaniwa zaidi ya wanyama wote. Kuna muona nyoka kwenye ndoto au whatever the place, jua kitu Mungu anasuggest na kuonesha kuna kitu kinaitwa laana. Kwa sababu nyoka amelaniwa zaidi ya wanyama wote. Lakini namba 3 utagundua nyoka amebeba sumu. Nyoka amebeba sumu. Kwa nyoka pia amebeba sumu, na hiyo sumu kazi yake ni kuua. Wani kuonyesha kile kitabu cha Zaburi sura ya 58 mstari wa 4. Zaburi ya 58:4. Zaburi ya 58:4. Sumu yao mfano wake ni sumu ya nyoka, mfano wao ni fira kiziwi azibaye sikio lake. Wanasema sumu yao mfano wake ni sumu ya nyoka. Kwa nyoka amebeba sumu, na huwa king'ata anaachia sumu. Nimeota nyoka amening'ata. Ujue kama nyoka amekung'ata kuna kitu ameachilia ndani. Na moja vitu ameachilia sumu. Na wanasema sumu yao mfano wake ni sumu ya nyoka, mfano wao ni fira kiziwi azibayo sikio lake. Their poison is like the poison of a serpent, and they are like the deaf adder that doth her ear. Ukisoma pia Hesabu 21:6 utagundua nyoka za moto zituma kati ya watu zikawa watu wengi kwa sababu ya sumu. Unapoona nyoka na kung'ata kwenye ndoto, jua kuna kitu anakiingiza ndani ya mwili. Na moja vitu anavyoingiza, anaingiza sumu ndani ya mwili wako. Nilikuonesha namna ya kutafsiri ndoto ambazo zinahusiana na nyoka, au mambo ya kuzingatia unapoenda kutafsiri ndoto ambazo zinahusiana na nyoka. Kuna mambo kama 6 ya kuzingatia unapotafsiri ndoto ambazo zinazingata nyoka. Jambo la kwanza, angalia mazingira ambapo una interact na huyo nyoka. Hayo mazingira ni yapi? Je, mazingira ya shule? Ni mazingira kanisani? Ni mazingira ofisini? Au ni mazingira ambayo unaona unapambana na nyoka au una interact na nyoka? Kwa sababu mazingira atakwambia rango la mashambulizi ni lipi, au eneo ambalo adui anapambana nalo ni lipi. Na inamwambia angalia matendo ambayo yalikuwa yanafanyika wakati kwenye unaota hiyo ndoto. Matendo, what were the actions? Angalia matendo au katika hiyo ndoto. Wewe ulikuwa unafanya nini kwenye hiyo ndoto? Je, nyoka pia yeye pia alikuwa anafanya nini? Je, nyoka alikung'ata? Nyoka alikumeza? Au nyoka alikuwa anameza kitu? Au nyoka alikuwa anakutemea mate? Kwa lazima ujue. Na kama alikuwa anakung'ata eneo gani la mwili wako? You have to know. Kwa sababu usipojua hayo, hautakuwa unaweza kutafsiri vizuri hiyo ndoto, na hautaweza kujua shida imeingia sehemu gani. Jua eneo la mwili ambalo limeshambuliwa na nyoka na maana yake. Kama ni mkono, maana yake nini? Kama ni mguu, maana yake nini? Kama ni macho, maana yake nini?
kama ni paja maana yake nini, kama ni kidore kipi. Kwa lazima ujue eneo specific ambalo adui anaishambulia, ujue kwa sababu kile eneo lina suggest maana fulani. 4, angalia ni aina yupi ya nyoka na ukubwa wake na urefu wake na rangi kama inawezekana. Hali ambayo ulikuwa nayo kwenye ndoto ilikuwa, mwisho kabisa jua uliotoka kwenye ndoto ilikuwa na hali gani.